Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi. Rais William Ruto ametangaza kuwa ujenzi wa ukumbi wa Bomas ili kupatia sura mpya utaanza katika majuma mawili yajayo na kupuuzilia mbali tetesi kuwa ukumbi huo umeuzwa kwa raia wa Uturuki. Baada ya ujenzi wake, ukumbi huo kumradhi sasa utajulikana kwa jina la Bomas International Convention Complex. Rais Ruto amesema nia kuu ni kuweka ukumbi huo kwenye nafasi ya kuandaa mikutano ya kimataifa zaidi ya ukumbi wa KICC. Tangazo hilo limetolewa wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri kwenye ikulu hapa jijini Nairobi. Clement Masombo na maelezo zaidi. Huku kukiwa na mjadala mkali kuhusu tetesi za kuuzwa kwa ukumbi wa Bomas, Rais William Ruto amepuuzilia mbali madai hayo na kutangaza kuwa ukarabati wa kufanyia marekebisho ukumbi huo utaanza rasmi wiki mbili zijazo. Rais Ruto ametangaza haya wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri kwenye ikulu ya Nairobi. Tangazo la rais linajiri siku mbili tu baada ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kuibua tetesi kuwa ukumbi huo ulinunuliwa na raia wa taifa la Uturuki. Today as we speak, Bomas of Kenya imeuziwa Mturuki. Bomas of Kenya imeenda. Ililetwa pale cabinet nikapinga. Peke yangu. Watu wengine yote hapo ni waoga. Wakiona rais wanatetemeka namna hii. Mimi peke yake ndio nilisimama cabinet nikasema Bomas of Kenya is a national heritage and we cannot sell it. Ila kulingana na taarifa iliyotumwa kutoka kwa mkutano wa baraza la mawaziri, lengo kuu la kufanyia ukumbi huo marekebisho ni kubadilisha sura yake na kuufanya kuwa na nafasi kubwa ya kufanyiwa mikutano mikubwa ya kimataifa zaidi ya ulivyo ukumbi wa KICC. Kwenye mkutano huo, rais vile ametangaza kukamilishwa kwa mipango ya ujenzi wa barabara kuu ya kutoka Rironi hadi eneo la Mau Summit yenye urefu wa kilomita 170. Mambo mengine yaliyojadiliwa na kupitishwa na baraza hilo ni pamoja na kupandishwa hadhi kwa hospitali ya rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga na kuifanya kuwa hospitali ya kitaifa, kupandishwa hadhi kwa vyuo vya masomo ya kiufundi vya Siaya, Bumbe, Kisiwa na Kipsoen na kuvifanya kuwa vyuo anuai vya kitaifa, pamoja na kuanzishwa kwa mpango wa kuondoa mabati yenye sumu aina ya asbesto. Shughuli ya kuondoa asbesto kwenye majumba ya serikali na ya binafsi itasimamiwa na mamlaka ya mazingira nchini NEMA. Clement Masombo, KTN.